8 mwaka 2026, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi sambamba na vyombo vyake inashiriki katika maonyesho haya ya kilimo hapa katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela Nzuguni, Dodoma. Baadhi ya maafisa kutoka katika vyombo hivi wapo hapa kueleza ushiriki wao katika maonyesho haya ya kilimo mwaka huu 2026. Ndugu wananchi, karibuni katika viwanja vya 88 na sisi ni Jeshi la Magereza. Tunaonyesha katika ushiriki wetu katika mabanda yetu ya magereza. Sisi kwanza ni wadau wakubwa wa masuala ya kilimo, lakini pili tunajishughulisha na kampuni ya ulinzi ambayo inaitwa Shimagan, ipo chini ya Jeshi la Magereza. Hiyo kampuni kwa mwaka 2026 kwa viwanja vya 88 ndio inaofanya shughuli zote za ulinzi katika viwanja hivi. Lakini pili tunajishughulisha na utengenezaji wa maziwa ya mtindi, yogurt yanayopatikana pale Kinguruila, Morogoro KPF. Lakini ukija katika mabanda yetu utapata kujionea wanafunzi wetu kutoka gerezani wanakueleza moja kwa moja jinsi wanavyofanya shughuli zao, kuwaelezea wananchi kwamba wamejifunza kiasi gani na wamepata ujuzi kiasi gani, ili wanapotoka inaenda kuwasaidia huko nje. Na sisi kwa maofisa na maaskari waliokuwa mure watawaelezea jinsi gani walivyowafundisha watu na kupata ujuzi. Ila kwa wewe mwananchi, karibu sana katika viwanja vyetu ujipatie burudani inayopatikana kutoka katika bendi ya Mkwaju Ngoma ambayo inapatikana hapa Dodoma. Kwa wale ambao wanaotaka bendi katika maukumbi makubwa na kupata shughuli zao kushereheshwa na hiyo bendi, karibuni sana, tunawakaribisha sana wananchi wote. Jeshi la Magereza Tanzania tunatambua kuwa ni wadau muhimu kabisa katika swala zima la kilimo. Ni mazao gani hasa ambayo mmetuandalia hapo, lakini utatueleza labda kwa ufupi hayo mazao ni ya biashara, lakini bila kusahau hasa kama kuna mazao ya chakula tueleze kwa ufupi. Sisi tunajishughulisha na kilimo cha mboga kwa hapa 88 na katika magereza yote Tanzania. Kwa mtu ambaye wa kawaida anaweza kuvipata hivyo vitu. Lakini pili, sisi tupo katika ule mpango wa kujirisha magereza yote Tanzania bila kutegemea serikali. Tunajirisha sisi wenyewe. Hilo tumefanikiwa. Lakini pili, tunalima mahindi, tunalima uhele, tunalima maharage, tunalima na alizeti kwa ajili ya mafuta. Cha tatu, kwa wewe mwananchi ukija kwetu utafundishwa jinsi gani sisi tunaweza kuyatengeneza mazao hayo katika wakati sahihi na muda sahihi, ili upate elimu na wewe ukachukue hiyo elimu ukaifanyia kazi huko kwako nyumbani kwako au katika mashamba yako makubwa. Lakini usisahau tuna ufugaji wa samaki wa kisasa ambao unaitwa RAS, ni Recreation Agriculture System. Hiyo inachukua eneo dogo lakini samaki wengi zaidi. Karibu sana ujionee katika mabanda au vipando vya magereza 88. Hayo ni machache tu kutoka Jeshi la Magereza Tanzania. Tupo hapa na Idara ya Uhamiaji Tanzania, nao wanashiriki maonyesho haya ya kilimo mwaka huu wa 2026. Watatueleza kwa ufupi namna ambavyo wamejipanga katika maonyesho haya ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka huu 2026. Asante. Sisi Idara ya Uhamiaji Tanzania tuko hapa kwenye maonyesho ya 88 mwaka huu 2026 moja kwa moja kushiriki, kwa sababu sisi ni wadau katika sekta ya kilimo. Tunatoa elimu mbalimbali kwa wakulima na wananchi wote kwa ujumla kuhusu vibali na hati mbalimbali za kusafiria kama vile pasipoti, visa, pasi na vibali vya ukaazi. Pia tuna kampeni yetu ya Mjue Jirani Yako. Tunawaelimisha wakulima jinsi gani ya kumjua jirani yako, kwa sababu kuna wakulima wengine wale ambao wanaajili watu wengine. Inawezekana mtu akamwajili mtu ambaye hajui utaifa wake, hajui huyu mtu ametokea wapi, lakini yeye anamwajili tu. Kwa sababu gani? Wakulima wengine wanaolima sasa pembezoni huko, mashamba mara nyingi yanakuwa polini. Ni rahisi kwa wale wahamiaji haramu kujipenyeza wakafika pale na kuomba vibarua. Sasa mkulima moja kwa moja anaweza akamwajiri huyo mtu pasipo na yeye kujua, lakini anapofika hapa sisi tunamwelewesha, tunamwelekeza, anakuwa aware, anajua akikutana na mtu aina hiyo atoe taarifa wapi au achukue hatua gani. Yaani kama kuna maswali yoyote unajiuliza na ulikuwa hujui, karibu katika banda letu la uhamiaji hapa 88. Tutakupa elimu jinsi ya kumjua jirani yako, wewe Mtanzania, wewe mkulima, watu wote kwa ujumla, kwa sababu swala zima la ulinzi na usalama sio tu kwa kwetu sisi uhamiaji au majeshi kwa ujumla, ni jukumu la kila Mtanzania kuhakikisha usalama wa taifa letu hili.
Kwa hiyo utakapofika hapa tutakupa elimu, tutakusaidia kupata pasipoti unafanyaje, tutakujazia fomu. Kuna watu hapa wanakuja tunawajazia fomu, wanapata hizo huduma kwa urahisi zaidi. Kampeni ya Mjue Jirani Yako imeshika hatamu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Ni makundi gani hasa ambayo yamekuwa yakifikiwa na kampeni hii? Kuna wakulima moja kwa moja tunawafikia kwa sababu wao ni wadau wakubwa, kwa sababu kama nilivyoongea awali, wao wana mashamba na mashamba mara nyingi yanakuwa pembezoni au polini huko ambako wahamiaji haramu ni rahisi kujipenyeza kule, wakafika wakajichukulia hata mashamba wakajifanya wakulima au wakaomba vibarua mbalimbali wakaendelea. Kwa hiyo hawa wakulima tumewafikia kwa kiasi kikubwa, lakini pia huwa tunaenda kutoa elimu katika shule mbalimbali, shule za msingi, shule za sekondari mpaka vioni. Tunaenda kutoa elimu jinsi gani ya kumjua jirani yako. Kama ukimkuta mtu ambaye si raia ufanye nini, uchukue hatua gani, ukaripoti wapi. Kwa hiyo naona hili swala limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hayo ni machache tu kutoka Jeshi la Magereza Tanzania, Idara ya Uhamiaji Tanzania, na katika siku hii ya leo tupo pamoja na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika maonesho haya ya Kilimo 88 mwaka huu 2026. Na sasa tunakutana na afisa apate kutujuza namna ambavyo wamejipanga katika maonesho haya ya kilimo mwaka huu 2026. Asante. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika maonesho haya ya 88 lipo hususan kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa salama, lakini hasa pia ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Unajua Watanzania wengi siku hizi wanadhania Jeshi la Zimamoto lenyewe linadili na kuzima moto tu, lakini kumbe ni hapana. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa elimu, linafanya uokozi katika sehemu zozote zile, iwe mtu ametumbukia katika shimo, iwe tatizo au janga lolote baharini, Jeshi la Zimamoto litahusika. Kwa hiyo lengo ni kuwafikishia kuwa Watanzania kwamba Jeshi la Zimamoto halizimi tu moto, linafanya huduma mbalimbali zinazohusiana na uokozi. Lakini pia sasa hivi kitu ambacho kimeongezeka kwa kiasi kikubwa, tuna huduma ya ambulance mtangazaji. Sasa hivi Tanzania, hasa katika kifano maonesho haya na 88 yanayoendelea, kuna watu wanapata matatizo hata ataki na madhila mengine tofauti. Kwa hiyo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaotoa huduma ya kwanza na kumfikisha mtu katika kituo cha afya kwa wakati. Kwa hiyo Jeshi la Zimamoto lina mchango mkubwa sana katika maonesho haya 88, lakini pia linagusa sekta zote zilizokuwepo ndani na kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa salama na anajua tahadhari dhidi ya majanga ya moto na anapata elimu kuhusiana na majanga mbalimbali. Lakini pia tunaendelea kuwakumbusha Watanzania wote kuijua namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo ni 114. Namba hii ni bure Tanzania nzima, haina tozo, haina bili wala haina chochote. Kwa hiyo Mtanzania usiwe na hofu, jiamini unapokuwa katika maonesho haya 88, jua tu kwamba upo salama kabisa. Hayo ni machache tu kutoka kwa maafisa kutoka vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Ama kwa hakika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi sambamba na vyombo vyake vimejipanga kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo ulinzi na usalama wa taifa hili kubwa la Afrika Mashariki, Tanzania. Jeshi la Magereza Tanzania tumekuwa nao hapa, Idara ya Uhamiaji Tanzania tupo nao hapa, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumekuwa nao katika kipindi hiki kifupi cha Jicho Letu siku hii ya leo katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela hapa Nzuguni, Dodoma. Maonesho ya kilimo mwaka huu 2026, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Mimi ni Constable Nangigi Mohamed. Hadi wakati mwingine.